Sasa basi, ndugu yangu Muislamu na mpenzi wa mambo ya kheri, tuko katika harambee ya kuhakikisha hapa katika eneo hili yanasimama vyumba viwili vya madrasa pamoja na ofisi ya mwalimu. Nani wa kuyatenda haya? Nani wa kuyafanya haya? Ni wewe tena, ndugu yangu Muislamu. Usichoke katika khairati hizi. Kumbuka ya kuwa haya tunayokuitia ndani yake yana faida kubwa sana. Maiti anapokufa hutamani kurudi tena duniani, si kuja kuswali wala kufunga wala kwenda hija, bali hutamani kurudi. Allah ampe nafasi na wasaa wa kutoa sadaka, achangie katika mambo ya kheri kama haya. Ndugu yangu, bado uko hai, uko mzima, na Allah anakujalia riziki mbalimbali. Wekeza kwa ajili ya akhira yako. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Hakuna chochote utakachokitanguliza mbele ya Allah utakikuta, ndugu yangu, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu fikiria, ndugu yangu Muislam, katika eneo hili darasa ikisimama, watoto wangapi wataijua dini yao? Darasa hili huenda likazalisha masheikh, huenda likazalisha madai, huenda likazalisha walimu, watu ambao wataipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sadakatul jaria kubwa kabisa, ndugu yangu Muislamu, itakayokusaidia siku ambayo roho yako inaachana na mwili wako, siku ambayo unapokelewa na kuwekwa katika mwanandani. Hapo, ndugu yangu, ndipo utakapoona ubora wa 1000 yako, 1500 yako, 10,000 ulioitanguliza katika masala kama haya. Kumbuka, wajenzi wa madrasa ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema, khairukum man taallama alqur'ana wa allama, mbora wenu ni yule aliyejifunza Qur'ani naye akaifundisha. Huyo ndio mbora wenu. Je, yule ambaye anaipigania Qur'ani watu waweze kuifundisha na waweze kufundishwa, ana daraja gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka, ndugu yangu Muislam, ana daraja kubwa kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa tupo katika awamu ya pili ya kuchangishana zile 100 zetu, 200 zetu, 300 zetu, 500 zetu, kuhakikisha jengo linasimama hapa, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kiweze kusomwa na watoto wanaoishi. Kumbuka, watoto wanaoishi katika eneo hili wanalazimika kutembea mpaka kilomita 3 kwenda kijiji cha 3 hapo kwenda kusoma madrasa. Usiku wanarudi, wanaweza wakashambuliwa na wadudu wakali, lakini 100 yako, 200, 1000 itamsaidia mtoto Muislamu wa mwenzako anayeishi huku katika hichi kijiji cha Msimbu, asitembee umbali mrefu aje kusoma dini yake na kurudi. Ni faida kubwa sana hiyo, ndugu yangu Muislamu, utakayokuwa umeipata.